Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa kwa dakika chache za kufahamu machache katika mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Madereva bodaboda mkoani Geita wametakiwa kufuata sheria za nchi, hususan sheria ndogo ndogo wanazotunga wao wenyewe katika vikundi vyao ili kurahisisha utendaji na kudhibiti uvunjifu wa sheria za barabarani. Madereva bodaboda hao wameeleza mbele ya mkuu wa operation ya jeshi la polisi mkoani Geita jinsi walivyojipanga kutekeleza sheria hizo. Wekeni sheria ndogo ndogo. Mimi nimekaa Kigoma, nimekaa Kagera. Zipo sheria ndogo ndogo zinafanya kazi. Kwamba mtu wa namna hiyo akikamatwa analipa faini labda shilingi 2000 kwenye mfuko wa chama cha wasafirishaji na anapelekwa polisi, analipa ile faini ya kuendesha pikipiki bila kofia ngumu shilingi 10,000, si ndio? Akikataa mtu wa namna hiyo tunamfikisha mahakamani. Kiachana sheria za usalama barabarani, tuna sheria za kwetu kama bylaws zinaitwa ambazo sisi tunatakiwa tuzitekeleze. Kwa hiyo nihakikishe tu kwamba waende wakazisimamie, na kama kuna mwanachama yoyote anaweza akaanzisha aidha migogoro, naomba hatua kali za kinidhamu zichukuliwe dhidi yake, ikiwepo kuondolewa kabisa kwenye egesho. Mimi nafahamu bodaboda wanapokuwa kwenye majukumu yao ya kazi huwa kuna miongozo inayowaongoza waweze kufanya kazi zao kwa amani. Kwa hiyo kupitia ushauri wake kuna baadhi ya vitu ambavyo tumevichukua na tutaenda kuviingiza kwenye system ili viwe miongozo wakati ule tunafanya kazi zetu. Na ni kwa sababu kundi hili lina wingi wa vijana wengi. Kwa hivyo yako maelekezo ambayo yameendelea kutupatia yanahusiana na usalama barabarani, lakini pia na ulinzi wa vyombo vyetu, lakini pia na ulinzi wa nchi yetu kwa ujumla. Tuendelee na kurasa. Madereva daladala mkoani Dar es Salaam wamesema kuwa kwa sasa bei ya mafuta ya petroli na dizeli ni himilivu na kwamba wanaomba bei hiyo ibaki hivyo hivyo ama iendelee kupungua kidogo ili walau waweze kufanya biashara na kupata faida zaidi. Wakiongea na EATV, madereva hao wamesema kuwa itakuwa ni maumivu kwao endapo kama bei hiyo ikipanda kutoka hapa ilipo, kwani huwasababishia biashara kuwa ngumu na kuibua migogoro na abiria. Kwa sababu unakuta mzunguko wa kibiashara unazidi kupanda. Kwa mimi wa daladala inaniumiza, kwa madereva wa Fuso vile vile itakuja itawaumiza, kwa madereva wa malori vile vile itakuja itawaumiza, kwa madereva wa mabasi vile vile itakuja kuwaumiza, kwa sababu sisi wote tupo kwenye mzunguko wa kibiashara. Dereva wa Fuso atakuja kumuumiza mwenye mzigo ambaye anabeba vyakula kuleta Dar es Salaam, chakula kitapanda. Kwa sisi wafanya biashara magari, kwa bei mafuta ukiniambia kwamba ikiendelea kupungua nitazidi kufurahi, na hata kama ikibaki pia sio mbaya, sababu bei kuwepo hayumizi, ila ikizidi kushuka itakuwa vizuri zaidi, sababu na sisi pia tuendelee kupata kipato. Kwa sasa iko sawa tu, na ila akishuka sio mbaya. Kwa mimi binafsi kama msimamizi wa loti, kwa hapo unapofikia bei ya mafuta naomba ishuke tena zaidi, lakini hapo pia tunashukuru, lakini ikishuka zaidi ndio nasie tunaendelea pia kufaidika. Tumalizie kurasa kwa hili. Zaidi ya vijana 100 kutoka halmashauri ya manispaa ya Iringa wamekabidhiwa vitendea kazi vyenye thamani ya shilingi milioni 48 kama sehemu ya juhudi za kuwawezesha kujikwamua kiuchumi. Wakizungumza baada ya kupokea vifaa hivyo, vijana hao wamesema kuwa kupitia mafunzo na vifaa hivyo wanakwenda kuendeleza ndoto zao kwa vitendo. Katika mafunzo haya tumenufaika kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu mradi huu wa SETI umetufanya vijana kujitambua kijasiriamali, lakini pia tumejua kwamba ni vijana ambao tunatakiwa tufanye kazi kwa juhudi, kwa sababu baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo tulikuwa tunafanya mwanzo kabla hatujakutana na huu mradi zilikuwa ni vitu ambavyo ni loko sana. Kwa mradi huu mpaka sasa tumeshajua namna ya ujasiriamali, namna kujitambua, namna kusimama kijana kama kijana, namna kusimama kijana peke yako, kutokuwa msaidizi au tegemezi kwa wazazi wako au walezi. Tumeshatoa vijana 2000. Katika vijana hao wapo tayari wanaendesha viwanda ambavyo vimeanza kuajiri pia na vijana wengine. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.